Spika, niruhusu nitumie fursa hii kumpongeza tena Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na maono mapana yanayolenga kuleta maendeleo kwa wananchi mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Pia nimpongeze kwa kuendelea kuliongoza taifa vyema katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbana na changamoto mbalimbali, hususan migogoro ya kivita Mashariki ya Kati na vita ya Urusi na Ukraine ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta, bidhaa mbalimbali. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameendelea kuonyesha uongozi imara na mahiri kuhakikisha kwamba taifa linabaki moja na tunaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, niruhusu tena nimpongeze Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake ya bajeti aliyotoa mwelekeo wa utekelezaji wa malengo ya serikali katika mwaka 2025-26 na mwelekeo wa shughuli za serikali katika mwaka 2026-27 pamoja na masuala mengine. Hotuba hiyo imetoa maelezo kuhusu sekta zilizo chini ya wizara yangu imezingatia na itatekeleza maelekezo yote yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nikupongeze wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza kwa busara na weledi mkubwa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako na miongozo yako imekuwa na msingi wa ufanisi mkubwa wa Bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vyema majukumu yetu. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Daniel Siro, mbunge, naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusaidia na kushauriana vyema katika utekelezaji wa majukumu yake. Nawapongeza pia sana waheshimiwa wenye viti, Mheshimiwa Deodatus Manyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Peloso pamoja na Mheshimiwa Najma kwa kumsimamia vyema kwa ustadi mkubwa mijadala katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kuishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge, Elimu, Utamaduni, Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Juma Sekbo na Mheshimiwa Colonel Lucas Magembe, makamu mwenyekiti wa kamati, pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa maelekezo, ushauri, maoni yao kwa wizara yangu ambayo yametusaidia sana katika kuboresha utendaji kazi. Maelekezo yao yamesaidia kwa kiwango kikubwa katika uwasilishaji wa hotuba hii mbele yako Mheshimiwa Spika. Kamati hii imekuwa nguzo muhimu katika usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti na ukaguzi wa miradi, ambapo imefanikiwa kuhakikisha rasilimali za umma zinatumiwa kwa ufanisi na kwa manufaa ya umma kama misingi ya nyumba imara. Ndivyo uongozi wa kamati hii ulivyojenga msingi madhubuti wa maendeleo unaoleta mafanikio endelevu na mabadiliko chanya katika jamii yetu. Kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Elimu, Utamaduni, Michezo, ya uchambuzi wa bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa, Michezo katika bunge lako tukufu, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili, kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo fungu namba 96 kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Spika, naomba hotuba yangu yote iingie katika kumbukumbu rasmi ya bunge kama ilivyowasilishwa. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kupatia uhai, afya njema, kutuwezesha kukutana tena siku ya leo kujadili ustawi wa sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika kujadili hotuba hii ya bajeti kwa dhamira ya kuhakikisha sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo zinakuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwanza kuwa naibu waziri wa habari na pia kuwa waziri kamili wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hii ni heshima kubwa sana kwangu na kwa familia yangu, na ninachukua kama chachu ya kuendelea kulitumikia taifa hili kwa bidii, weledi, uadilifu mkubwa. Nimhakikishie tu Mheshimiwa Rais ya kwamba utumishi alionipatia nitahakikisha ninamlipa kwa uadilifu mkubwa.